Katika ukanda wa Ziwa Victoria, maisha ya wengi yameanza kubadilika kupitia ufugaji wa vifaranga vya samaki aina ya sato maarufu kama tilapia. Ni shughuli inayokuwa kwa kasi, ikiwapa wakazi chanzo cha uhakika cha kipato, ajira kwa vijana na mchango mkubwa katika usalama wa chakula na uchumi wa eneo. Hapa tupo kikazi, nimekuja kuanzisha kazi ya uzalishaji wa samaki. Uzalishaji tulionao ni uzalishaji wa vifaranga vya sato. Kwa sababu tumeona sato wanalipa, tukaamua kuingia kwenye uzalishaji wa samaki ambao ni sato. Niko shambani kuhakikisha kwamba tunazalisha vifaranga vilivyo bora kwa idadi inayotakiwa, lakini pia kutoa huduma iliyo bora kabisa kwa wahitaji wa ufugaji wa samaki. Huu stadi nilijifunza kwenye kampuni ya MyFish Tanzania ambayo shamba lake lipo Mwasonge, lakini pia keji ambavyo ni vizimba vipo Luchelele. Kwa hiyo kitu tukaona kumbe ni kitu ambacho kinawezekana baada ya kuelezwa tulikokupatia mafunzo, baada ya kuona na pia tukawa tunafanya kwa vitendo. Kwa hiyo tukaona ni kitu ambacho kinawezekana kabisa. Baada ya hapo tukaamua sasa kwamba hiki tulichokipata lazima tukifanyie kazi. Ndio hiki tu sasa tumekifanya. Tuna uhakika kwamba samaki wanatoa vizuri, vifaranga wanatoka vizuri, na ndio maana tuko hapa tunaendelea. Bado sijapata msaada, isipokuwa kuna kampuni iliyokuwa nafanya kazi ndio ilijaribu kunisapoti kama vifaa kama ARPANET na wazazi. Kitu kicho nihamasisha kwanza huu mradi ni wateja walipokuwa wengi wanahangaika upatikanaji wa vifaranga. Baadaye sasa lile shamba niliona kama ni dogo na mimi nikapata, wakaniongeza nguvu kwamba na wewe nenda ukaanzishe kwako ili tuweze kushirikiana kupata vifaranga kwa wingi. Unajua, unapokuwa kwenye mazingira yote, fursa ukiiona lazima uifanyie kazi. Kwa hiyo nilipoona kuna fursa kama hii nikaifanyia kazi, kwa sababu nilipata elimu mafunzo ya ufugaji wa samaki hapo chuo cha uvuvi Nyegezi FETA. Baada ya kupata mafunzo tukaingia mtaani, lakini ndio hivyo ajira zikawa zimesumbua, lakini tukaona bado kuna fursa ya kuweza kujiajiri. Wasomi wengi wanategemea kuajiriwa, lakini mimi kitu ambacho kilinifanya nithubutu kwanza ni kitu ambacho nimekisomea, lakini pia maisha yetu hapa duniani tunategemea fedha. Kwa sababu huwezi kukaa hata kama hamna ajira serikalini, unahitaji kupata mahitaji yako ya msingi hata kama ajira imechelewa. Kwa hiyo nilipoona kwamba bado kuna fursa ambayo inaweza kuniingizia kipato bila kujali kwamba nimeajiriwa na serikali, nikaamua niingie, kwa sababu unaweza kaanza kidogo, wakati unaendelea unaweza ukapanuka vizuri, ukawa na uwekezaji mkubwa, lakini pia unaweza ukapata kipato kulingana na jinsi unavyoendelea. Sasa nina uwezo wa kuendesha na kupata mahitaji yangu ya msingi. Huu mradi ninao miaka 3 mpaka sasa, na kwa kila mwezi ni kulingana na nati nilizonazo na uwezo wa kuingiza milioni 10. Kwa hiyo mradi kulingana na wazazi ndio nao, maana na wazazi 3000. Kwa hiyo hakika kuingiza milioni 10 ninao kwa kila mwezi. Mwaka wa kwanza tunaweza kusema alikuwa ni mwaka wa kujipima. Tukaingia kwenye mradi, tukakutana na hizo changamoto za mwanzo. Kama unavyojua mtu anaweza kukutana na changamoto mwanzo akakata tamaa, lakini sisi hatukukata tamaa. Lakini tulikubali tukasema hata kama tutakutana na changamoto ya aina gani, hatutakata tamaa. Kile tutakachokipata tutaridhika nacho, lakini pia tutaendelea kuboresha. Kwa hiyo mwaka wa kwanza mapato ambayo kwa tunayapata ilikuwa ni wastani kama milioni, tunachezea milioni hapo, unashuka kidogo kulingana na changamoto unazozipitia. Baadaye unakuja unapanda tena labda milioni 2 kwa mwezi, baadaye unashuka, yani inategemea, kwa sababu muda huo pia wateja walikuwa ni wachache. Ilituchukua muda kidogo, lakini mwaka wa 3 sasa kidogo tukawa tumeshapata watu ambao wanahitaji huduma zetu, kwa sababu tayari tulikuwa na watu wengine pia ambao tunashirikiana kama hao MyFish. Badala ya kusema kwamba labda hao ni wateja wangu niwakumbatie na nyinyi anawagawia kidogo, mnagawana namna hiyo, tulikuwa tunanufaika kupitia hivyo. Lakini mpaka sasa unaweza ukaona kwamba tuna wateja wengi ambao wamekuwa wengi, muda mwingine tunashindwa kuwatimizia mahitaji yao kama walivyohitaji. Safari ya sato huanzia kwenye mashamba na vituo maalum vya uzalishaji wa vifaranga. Hapa samaki wazazi huchaguliwa kwa uangalifu mkubwa kwa kuzingatia ubora wa kizazi, afya na uwezo wa kukua.
Ukitaka kuanzisha ufugaji wa samaki inabidi usogee kwenye chanzo cha maji chenye uhakika. Kwa tuliamua kusogea kwenye chanzo cha maji ambalo ni ziwa lenyewe. Ndio maana tupo ziwani, maji yakichafuka tunayatoa kwa water pump, tunayaingiza pia kwa water pump. Mayai huanguliwa katika mazingira yaliyodhibitiwa kitaalamu yakizingatia joto sahihi, usafi wa maji na kiwango cha oksijeni ili kuhakikisha vifaranga wenye afya bora tangu mwanzo. Unajua, tunapobadilisha maji kuwaweka samaki katika mazingira salama, tunaongeza uzalishaji. Samaki wanapokuwa bwawani inabidi ubadilishe maji, kama ni wazazi walau kwa mwezi mara moja, kama ni vifaranga unaweza kubadilisha kwa mwezi mara 2 ili kusudi wasije wakazulika na maji kuchafuka. Mbona sasa badala ya kwenda mwezi mzima ndio tubadilishe maji, tuna mpango wa kwenda hata wiki 2, wiki 3 tunabadilisha ili kumfanya samaki aweze kutoa mazao yaliyo bora kabisa. Kwa hiyo hicho ndio kinatufanya iwe hivyo, lakini pia tunajitahidi sana kupata chakula kilicho bora ili kuwezesha samaki wetu waweze kutupa matokeo yaliyo mazuri kabisa kwa wakati ili tuweze kukidhi soko lililopo. Hiyo process ni nzuri, haina shida. Ukiingiza kuna namna maji unavyoyaingiza, unaingiza taratibu, yanakuwa na pressure tu ndogo, yanaingia kikawaida. Kwa hiyo unavuta maji robo 3, unaacha robo ya kuwalinda. Naweka maji mengine masafi. Tunachukua wakiwa bado vifaranga, samaki wadogo wadogo kabisa, tunakuja tunaweka kwenye bwawa. Wakikaa kwenye bwawa wakakua, ndio unakuja unawavuna, unachambua majike na madume, unakuwa umepata wazazi. Wazazi tulichukua mbegu ziwani ambao ni samaki ambao ni samaki wetu wa asili, tukawakuza samaki ambao ni wazuri sato. Tulipata na wataalamu waliosomea mambo ya samaki, wakaja wakapima ubora wa samaki, kwa hiyo hawana shida. Njia zipo 2 tu kwenye uzalishaji wa vifaranga vya sato. Kuna njia ya incubator jagi, lakini pia kuna njia ya hizi hapa net. Sisi hapa tunatumia njia ya hapa net kwa sababu hatujapata mtaji mkubwa kununua zile incubator jagi. Hizi neti zinakuwa na vipimo maalum navyo kulingana na wewe unavyotaka ama kulingana na bwawa lilivyo. Kwa mfano neti za wazazi unaweza kuanza na mita 10 kwa 2. Katika hatua za awali kabisa za ukuaji, vifaranga wa sato hulishwa chakula maalum kilichotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa. Chakula hiki huandaliwa kwa kutumia malighafi zenye virutubisho muhimu pamoja na homoni maalum kwa lengo la kudhibiti jinsia ya samaki. Vifaranga wanapokuwa wanazaliwa huwa hawatambuliki jinsia, isipokuwa wanapozaliwa wale vifaranga wakiwa na siku moja, kuna chakula ambacho kinachanganywa ethanol na homoni, unachanganya unawalisha ndani ya siku 28. Tayari wengi samaki walio wengi 97% wanaasiwa, yani wanakuwa tasa. Ndivyo namna tunavyowabadilisha samaki. Kwa wakiwa tasa pale uzalishaji wanakuwa hawawezi kwa sababu wamekula homoni. Hatua hii hulenga kupata sato wa kiume wengi zaidi, kwani sato wa kiume hukua haraka, hufikia uzito wa soko mapema na hutumia chakula kwa ufanisi mkubwa. Kwenye ufugaji wa samaki wengi wanapendelea kufuga madume kwa sababu madume yanawahi kukua. Kwa mfano hata kama ukiangalia hata kwenye viumbe vyote, ukiangalia kama kwenye ng'ombe lazima dume linakuwa ni kubwa. Hata na kwenye samaki tunapendelea kuwa na dume kwa sababu jike wakati mwingine huwa anapata zile homoni za uzazi, anapoteza muda kuanza kula chakula. Wakati huo dume lenyewe linakuwa na kazi moja tu ya kula tu chakula. Ili kutambua jinsia za samaki, jike ana vitundu 3, dume ana vitundu 2, ambao pia dume sana sana wanakuwa wana rangi nyekundu. Ulishaji huu wa awali hufanyika kwa muda mfupi uliobainishwa kitaalamu chini ya usimamizi na miongozo ya ufugaji bora wa samaki. Baada ya hatua hiyo kukamilika, vifaranga huendelea kulishwa chakula cha kawaida kisicho na homoni kulingana na hatua ya ukuaji wao hadi kufikia ukubwa unaohitajika kwa kufugwa kwenye vizimba ndani ya Ziwa Victoria. Kuvipanga vifaranga size, kuna grader unavyokuwa unavicollect, unavilea kwenye hapa neti moja kubwa, baadaye unakuja unavigrade. Kuna grade ambavyo unaanza kugrade, unakuwa na tanki kwa mfano zipo hapo ndani, au unakuwa na hapa neti ndogo ndogo, unawatenga kama wa wiki 1, wa wiki 2, unakuwa wako tofauti.
Matumizi ya teknolojia hii yameleta mapinduzi makubwa katika ufugaji wa samaki. Yamepunguza uzalishaji usiodhibitiwa, kupunguza msongamano wa samaki kwenye vizimba na kuongeza kasi ya ukuaji. Matokeo yake ni uzalishaji wenye tija zaidi, gharama ndogo za ufugaji na mavuno yenye faida kwa mfugaji. Cha kwanza kabisa, ili aingie kwenye hii kazi inabidi aende kwenye mashamba ambayo yanajihusisha na ufugaji wa samaki ili apate uzoefu. Kwa hiyo akishatoka pale ameshapata uzoefu, mtaji sio mkubwa sana kwa sababu anaweza akakopa sehemu. Mtaji hata kama wa milioni 5-10 unatosha kuanzisha mradi kama huu. Soko la vifaranga kwa hapa nchini kwetu bado lipo kubwa sana. Wahitaji ni wengi, wazalishaji ni wachache. Wazalishaji bado ni wachache, tunazidiwa. Kwa mfano kama mimi hapa nina tenda kubwa mpaka inafikia tu wafugaji wengine nashindwa kuwauzia. Kwa mfano fursa ipo kubwa, na hapa nina tenda ya kuwa nachukua vifaranga 100,000 kwa mwezi. Lakini kuna wakati inanishinda kwa sababu eneo ndo nimelianzisha. Bado ni eneo dogo. Huwa tunafanya mawasiliano, wananitumia vifaranga hata kama ni 20,000 na mimi ninauza. Kwa sababu uzalishaji bado ni kidogo na wahitaji ni wengi. Kwa hiyo soko la vifaranga hapa nchini bado linahitajika sana. Vifaranga ili waende kwenye keji, kwenye vizimba, wanahitaji wawe wana mwezi mmoja au wiki 3. Usafishaji wa vifaranga unahitaji uvihamishe asubuhi muda wa kuanzia saa 12 mpaka saa 3. Huu umeshavihamisha. Na lazima uvitoe kwenye bwawa, uvifanyie starvation ambapo ni ndani kuna tanki, pia kuna aileta inayoyatibua maji. Kwa vifaranga vitajisaidia kile chakula, vitakuwa vyepesi. Vikishakuwa vyepesi, hapo ndio unaweza ukavifunga kesho yake asubuhi, ukaviwekea hewa ya oksijeni, ukavisafirisha. Hawa ni wa usafiri wao private, ndio anaweza kasafirisha kwa namna hii, lakini kama ni watu tunaowatumia, inapaswa huu mfuko uwe ndani ya ndoo kwa ajili ya kulinda usije ukachoma na kitu chenye ncha kali ukatoboka hewa ikatoka. Kwa kama ni una usafiri wako na gari lako au na vyombo vyako vya kuweka sehemu nzuri, unaweza kusafirisha kwa namna hii, ila lazima watumie mfuko huu ndipo wanasafiri vizuri. Wafugaji wa kwenye vizimba na sisi tuna ushirikiano mmoja kwa sababu wao wanachukua vifaranga huku na sisi hao ndio watu tunaotegemea kufanya nao kazi. Kwa hiyo tunakuwa na mawasiliano na uhusiano mzuri. Changamoto tunayokutana nayo, cha kwanza ni chakula, ukosefu wa chakula bado hapa nchini kinatusumbua. Changamoto tunavizibiti, kama ikitokea hali kama hiyo natakiwa uwe na mtaji, chakula ununue kingi ambacho unajua kwamba hiki kinakusukuma hata ndani ya miezi 3. Kwa hiyo kabla ya miezi 3 haijaisha natakiwa hapo umeongeza chakula kingine. Changamoto ya wizi kwenye uzalishaji wa samaki ipo. Kwa hiyo ndio maana unapoamua kuanza uzalishaji wa samaki, ndio maana unaona tunajenga vibanda kama hivi vinakuwa karibu, na pia tumeweka CCTV kamera. Kwa hiyo na kuna taa tumezitegesha na alamu, ili kusudi mtu akisogea tu wakati wa usiku alamu inapiga kelele, kwa hiyo yule mhalifu hawezi kusogea. Upande wa ndege hawali wazazi wanapokuwa kwenye neti, isipokuwa wanakula vifaranga. Vifaranga huwa tunavifunika na cover net. Kwa kutumia ufugaji wa vifaranga wa sato unaotumia sayansi, teknolojia na maarifa ya kisasa, umejenga mnyororo imara wa thamani unaochochea ajira, kipato, usalama wa chakula na maendeleo ya kiuchumi. Mpaka sasa tuna vijana wako kama 4 ambao wana ajira ya muda mfupi kwanza, bado tunaendelea nao. Kwa hiyo ni mojawapo ya kuwasaidia vijana kuwapa ajira, wanapata mahitaji lakini pia wanapata kipato. Fursa ambayo tunaiona hapa ni upatikanaji wa wateja. Hiyo ndo naiona ipo kubwa sana. Wateja wengi sana kila wamekuwa wakipiga simu wakitafuta vifaranga. Unajikuta vifaranga havipatikani kwa muda, wanachelewa kuvipata. Kwa hiyo ni fursa nikaiona, kumbe ukiwekeza mfumo wa uzalishaji wa vifaranga utaweza kunufaika kupata maslahi makubwa ya pesa. Nikaiona hiyo pia ni njia moja kubwa sana, kwa sababu hata mimi hapa natamani baada ya miaka 5 kama Mungu atanisaidia niwe mmiliki wa huu mradi wa ufugaji wa samaki, kwa sababu una manufaa mengi sana. Mradi kama huu unaibua fursa nyingi. Kwa mfano, fursa ya kupata hitaji la vifaranga, fursa ya kupata samaki, lakini pia fursa
ya kuweza kumwelekeza mwingine anapohitaji kwenda kujifunza, kwenda kuanzisha ufugaji wa samaki. Kwa hiyo yote ni fursa. Na pia jamii inayotuzunguka inanufaika, sababu wanakuja, wanajifunza, wanaona, wanapotoka hapa wengine wanakuwa na hamasa. Badala ya kusimuliwa tu, mtu anaenda kuwa na hamasa ya kuanzisha kwa sababu ameona kwa macho yake mwenyewe. Zaidi ya uzalishaji, ufugaji wa vifaranga umegeuka kuwa darasa la wazi kwa jamii. Wafugaji waliobobea wamekuwa wakitoa mafunzo kwa vijana na wafugaji wapya, wakishirikisha uzoefu wa vitendo kuhusu uzalishaji wa vifaranga, matumizi sahihi ya chakula, usimamizi wa maji na ufugaji endelevu wa samaki. Niliona fursa zipo ni nyingi za kuweza kujifunza ili kuweza kukimpia maisha na kuweza kuleta fursa kwa vijana wengine. Nina muda mfupi, sijawa na muda mrefu sana kujifunza katika mradi huu. Vitu ambavyo nimeweza kuvifurahia, nimeweza kujua namna ya kulisha samaki kwa wakati, nimeweza kujua kwamba vifaranga wa wiki ni kiasi hiki, vifaranga wa mwezi wako namna hii. Ndoto yangu kubwa na mimi kuwa na mradi mkubwa kama huu ili uweze kunichomoa angalau katika maisha yangu na niweze kuwa na soko kubwa baada ya miaka 5 mbele. Katika masuala hayo ya mikopo, hasa watu tunaenda katika ngazi za viongozi. Naenda kwa mwenyekiti wa kijiji, baadaye nitaenda ngazi ya afisa mtendaji. Hivyo nitakuwa naenda nafuata utaratibu na maelekezo ambayo watakuwa wananipatia viongozi. Rasilimali za asili kama Ziwa Victoria zinaweza kuwa chanzo cha ustawi wa kizazi cha sasa na kijacho. Malengo tulionayo baada ya miaka 5, tunahitaji tuwe na uzalishaji mkubwa. Zile oda ambazo zinatusumbua, badala ya kupata milioni 10 kwa mwezi, tunatamani twende zaidi, kupata hata milioni 50. Hiyo itatupa kutokana na usimamizi mzuri wa shambani na kupata wazazi wazuri na kuwalinda ili waweze kuwa na uzalishaji na mzuri katika, au tuongeze vifaranga wengi ili tuweze kukidhi hilo soko ambalo tunalitegemea kwa baadaye. Sambamba na uzalishaji wa vifaranga, kuna mhimili mwingine muhimu unaoendesha mafanikio ya ufugaji wa samaki katika kanda ya Ziwa: uzalishaji wa chakula cha samaki. Huu ni msingi wa ukuaji, afya na tija ya samaki kuanzia hatua za awali hadi kuvunwa sokoni. Nilisoma marine biology, nilipata fursa ya scholarship China, kwa hiyo nika specialize kwenye fish nutrition, kwa maana ya lishe ya samaki. Kwa hiyo tulipokuja huku tukaona kwamba kuna gap la hiyo kitu, tukaanza, japo tumeanza kwa kiwango kidogo. Mungu akisaidia tutakuwa na sisi. Mara ya kwanza ni ile unakuwa unawaza sana ajira, lakini baadaye unapoziona fursa unaona kumbe naweza nikafanya kitu. Ajira, nikiwa kwenye ajira nitajifunga, yani sitaonesha ile potential yangu mimi kama mimi. Na lengo kubwa kilichotupeleka kwenye uzalishaji wa chakula cha samaki ni kwa sababu ya uhaba wa upatikanaji wa chakula cha samaki. Sisi mwanzo tulianza kwa kufuga samaki. Kile tulichokipata, faida tuliyopata ndogo kwenye ufugaji wa samaki, lakini tukatafuta kwenye sosi zingine, ndio tukaanza kutafuta namna ya kupata hizo mashine za uzalishaji wa chakula cha samaki. Ndani ya viwanda na karakana za kisasa, wazalishaji wa chakula cha samaki hutumia maarifa ya sayansi ya lishe kuandaa chakula chenye uwiano sahihi wa virutubisho. Chakula cha samaki kina virutubisho zaidi kwenye upande wa protini, lakini tuna vitamin, lakini tuna wanga, lakini pia tuna fati ambayo ni mafuta. Mfano, lakini asilimia kubwa samaki ili aweze kuwa vizuri anahitaji protini. Malighafi mbalimbali kama protini, wanga, mafuta, madini ya vitamini huchaguliwa kwa uangalifu, kupimwa na kuchanganywa kwa viwango vinavyokidhi mahitaji ya samaki kulingana na umri na hatua ya ukuaji. Cha kwanza tunachokifanya ni kutafuta hizo malighafi katika sehemu mbalimbali ili kupunguza gharama za uzalishaji wa hicho chakula, ili mkulima anayeenda kutumia hiki chakula akitumia chakula kwa maumivu makubwa. Kwa hiyo tunatafuta katika maeneo mbalimbali, ndio maana unaona tunatumia vyanzo tofauti tofauti vya protini, kwa sababu protini ndio ina gharama kubwa kwenye uzalishaji wa chakula. Mfano damu, kuna kipindi ambacho unakuta damu kama sosi, kama chanzo cha protini inashuka bei. Kwa maana hiyo tutaitumia kwa asilimia kubwa kuliko soya. Soya ikipanda ikiwa kubwa, gharama ikawa kubwa, tunahamia kwenye damu na dagaa. Sifa ya chakula cha samaki asilimia kubwa kwa upande wa sato lazima kiwe kinaelea.
Hiyo ni sifa mojawapo. Kwa hiyo hata kwenye bwawa, hata kwenye vizimba, lazima chakula ukirusha kwenye kizimba kiweze kuelea sio chini ya dakika 3. Ile mashine ambayo inatumia kuzalisha kile chakula cha samaki imetengeneza kwenye mfumo ambao nikishatumia ile formula yangu ambayo nimeitengeneza, nikiweka ile unga nikaweka kwenye ile mashine, kwanza inatoa pellet. Ile pellet inatakiwa iwe imetengenezwa ndani ya ile pellet pawe pana uwazi. Hiyo ndio inayosaidia kile chakula unapokiweka ile pellet iweze kuelea juu ya maji. Ukishatengeneza chakula kinachoelea ni fakta mojawapo ambayo inasaidia kutunza mazingira, kwa sababu kile chakula unapokilisha kikienda kikazama, kitaoza, kikioza kitatengeneza mazingira ambayo sio rafiki katika viumbe ambavyo vinapatikana ziwani. Kwa hiyo ndio maana tunatengeneza chakula kinachoelea, na tukishakipeleka kule ziwani tunalisha kulingana na uhitaji wa wale samaki. Mfano, samaki wangu na samaki 20,000 kwa siku wanatakiwa wale kilo 5 kulingana na hesabu ambazo nimeshazipiga kitaalamu. Kwa hiyo wale samaki itawapelekea kilo 5 kwa muda huu ambao unatakiwa wale. Lakini nikiweka mle kwenye kizimba, kile kizimba kinakuwa kina kitu ambacho kinazuia chakula kisiweze kusambaa sehemu zingine. Kwa maana tunaita hiyo feed barrier. Chakula kile kitabaki mle kwenye kizimba. Wale samaki watakula kile chakula kitaisha, na ndio maana unakuta kwa siku tunalisha mara 2 hadi mara 3. Kwa hiyo unapoenda kurudi mchana ukikuta kile chakula bado kipo, utaona kwamba samaki wangu labda wana shida au utaendelea kuwalisha. Kwa hiyo ile chakula kitapotea na kwenda kuharibu mazingira. Hapa tunachukulia ni pale ambapo unaenda kumlisha samaki, kwa maana hiyo chakula kama hiki unatupa kwenye ziwa kinaelea. Kama unavyoona hapo chakula chote kimeelea. Kinatakiwa kikae sio chini ya dakika 3 juu ya maji. Kwa hiyo kuanzia dakika 3 na kuendelea, ili yule samaki hata yule ambaye atakuwa hajakuwa tayari kuja kula kile chakula, ukifika muda wake wa kuja kula ndani ya hizo dakika anaweza kula. Lakini kitu kingine ni kwamba wale samaki wanakuwa ni wengi kwenye kizimba. Kwa hiyo anaweza akaja anakula mmoja anashuka, na sifa yao ni hiyo. Wanakuja wanakula, anashuka, mwingine anakuja anakula, anashuka. Kwa hiyo unakuta samaki wote wanaweza kula chakula hiki ikiwa bado kimelea juu ya maji. Hamna upotevu wa chakula ambao unapatikana kwa sababu ya kwenda kuleta madhara katika mazingira, lakini pia na upotevu wa fedha, kwa sababu kila punje moja ya chakula ni fedha. Kwa vifaranga wadogo, chakula hutengenezwa kwa umakini mkubwa zaidi, kikiwa na chembe ndogo, rahisi kumeng'enywa na chenye virutubisho vinavyochochea ukuaji haraka na afya imara. Chakula kinakuwa kiko katika makundi tofauti kulingana na lika za wale samaki unaowalisha. Mfano, samaki wadogo ambao wanakuwa na gramu 0.5 mpaka kwenda gramu 50, unakuta wanakula chakula ambacho kina ukubwa wa milimita kuanzia poda milimita 0.5 lakini 1.8 milimita mpaka milimita 1. Kwa hiyo hawa tunaita ambayo kwa kitaalamu tunaita starter. Kadri samaki wanavyokuwa, aina ya chakula hubadilika. Chakula cha kukuza, cha kunenepesha na cha kumalizia hutengenezwa kwa viwango tofauti vya protini na nishati ili kuhakikisha samaki wanakuwa kwa kasi, wanatumia chakula kwa ufanisi na kufikia uzito wa soko kwa muda mfupi. Kiukweli, mashine za uzalishaji wa chakula cha samaki ziko ghali sana, kwa sababu uzalishaji wa chakula cha samaki una ugumu katika uzalishaji wake. Kwa hiyo hata mashine zake zina gharama kubwa sana, hususan mashine ambayo ina uwezo kuzalisha samaki kwa mfano chakula kuanzia tani 10 hadi tani 20 kwa siku. Utakuta gharama ya mashine inaenda mpaka milioni 500 au mpaka milioni 700. Lakini ukitaka mashine ambayo ina uwezo kuzalisha labda tani 100 hadi tani 150 kwa siku, unakuta zinaenda mpaka bilioni 10, bilioni 11. Kwa hiyo unaangalia kwamba ni uwekezaji ambao ni mkubwa sana. Lakini kama sisi ambao ni wazalishaji wadogo, tukipata tunatumia mashine za milioni 100, milioni 150. Lakini wapo wafugaji wadogo ambao wanatumia mashine ambazo zinakuwa chini ya hiyo gharama. Lakini ubora wake katika uzalishaji wa chakula unakuwa ni mdogo, kwa sababu ile mashine inakuwa haina uwezo wa kuzalisha chakula ambacho kiko kwenye viwango vinavyohitajika. Okay, hii ni sehemu ya uzalishaji wa chakula cha samaki, na hizi ni zote
ni baadhi ya mashine ambazo tunazitumia katika uzalishaji wa chakula cha samaki. Kwanza kuna mashine ambayo inatumika kusaga chakula cha samaki, hiyo ipo sehemu nyingine ambayo yale material hiyo yaweze kuwa kwenye mfumo wa unga. Tukimaliza tunaweka chakula humu kwa ajili ya kuchanganya hicho chakula. Hii inaitwa mixer. Hii inatumika kuchanganya chakula cha samaki pamoja na ingredients zingine, mfano mafuta, maji, tunatumia kuchanganya katika kwenye hii mixer. Chakula kikitoka humu kinatoka kimeisha kuwa na unyevunyevu, tunakiweka kwenye mashine hii ambayo hii ndio extruder, ndio mashine maalum kwa ajili ya kutengeneza hicho chakula cha samaki ili kiweze kutoka kwenye mfumo wa pellet, ili tukitoka tunaenda kuweka maji au kulisha samaki kiweze kuelea. Zaidi ya uzalishaji, wazalishaji wa chakula cha samaki wamekuwa washirika wakuu wa wafugaji kupitia ushauri wa kitaalamu, mafunzo ya matumizi sahihi ya chakula na ratiba bora za kulisha. Msaada tumeupata kutoka kwenye taasisi za serikali, kwanza mfano FETA, hicho chuo cha mafunzo ya wavuvi, lakini pia tumeshirikiana na wadau kutoka UDSM. Mfano yupo Dr. Limbu ambaye ndo alikuwa aquaculture coordinator, lakini tumeshirikiana na wizara. Kwa hiyo walikuwa wakija wadau ambao wanatoa training za masuala ya ufugaji wa samaki, utengenezaji wa chakula, walikuwa wakituconsult na tunaendelea kutafuta experience. Lakini pia tumetoka nje, tumeenda Kenya, tumeenda Uganda kwa wenzetu ambao wamesha tutangulia katika utengenezaji wa vyakula. Kwa upande wa hasa wa aquaculture, ufugaji wa samaki, kuna mambo mengi sana wametuondoa kwenye kodi, hicho umetusaidia sana. Kwa hiyo tunawashukuru kwa hilo. Zaidi na zaidi tukiweza kupata fursa za mitaji ambayo ndio kitu kikubwa, itakuwa bora zaidi. Sisi binafsi kwa mwaka huu ndo tupo katika mfumo wa kuingia makubaliano na taasisi mbalimbali. Mfano target yetu ni kwamba tuliweka mwaka huu kwamba tuweze kukutana na watu wa TADB, tuzungumze nao kwa sababu wametoa misaada mingi na wana support wazalishaji wafugaji moja kwa moja. Sasa wanapomsaidia mfugaji, lazima uni mnyololo na hata yule anayezalisha chakula, na nafikiri ni sehemu ya ufugaji wa samaki. Tuna mpango mikakati mingi ambayo itatuwezesha kufikia hayo malengo, ili tuweze kupata mashine kubwa, kuanzisha kiwanda kikubwa ambacho kitaweza kusaidia wafugaji wengi waweze kupata chakula cha samaki, lakini pia na wao wapate faida, kwa sababu tunachokitafuta ni kwamba tuzalishe chakula ambacho ni bora kwa gharama ndogo, kwa sababu tunazalishia hapa nchini na serikali inaendelea kupata mapato, lakini pia na wafugaji wanafuga kwa faida. Hatua hii imepunguza kwa kiasi kikubwa utegemezi wa chakula cha samaki kutoka nje ya nchi. Kwa kutumia malighafi zinazopatikana ndani ya Tanzania, wazalishaji hawa wameimarisha uchumi wa ndani, kufungua ajira mpya na kujenga mnyororo imara wa thamani unaounganisha uzalishaji wa vifaranga, ufugaji wa vizimba na masoko. Kwenye kilimo na ufugaji, mara nyingi kunaanza na wewe mwenyewe ndani. Ndio maana wakawepo wataalamu waliosomea hivyo vitu kwa ajili ya kuwaelekeza wengine. Yaani ukishakuwa mfanyabiashara, sifa kubwa ni risk taker. Yaani hiyo lazima, ukishakuwa mjasiriamali, ndio maana wameweka neno mjasiriamali pale, kuna ujasiri. Kwa vijana napenda tu kuambia kwamba hii ni fursa ambayo ina matokeo chanya, matokeo mazuri, inaweza kukusaidia kuendesha maisha.